Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahbabi alkiram. Kwa mara nyingine tunakutana katika halqa ya 19 sawa na tarehe 19 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama namna alivyotuwafikia tukaweza kuudirikia mwezi wa Ramadhani na akatupatia tawfiki ya kuweza kufunga, asituharamishie ijaba. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie funga zetu, Allahumma amin. Mtukufu mtazamaji wa Kiislamu, ikiwa ni barnamiji yetu ya fattabi'uni, nifuateni mimi mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala katika aljuzu athani. Mtazamaji mtukufu wa Kiislamu, na sisi tunaelekea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pamoja na hii ibada tukufu. Je, unafahamu ya kuwa kuna baadhi ya amali ndogo ndogo, kuna baadhi ya mambo madogo madogo ambayo kwamba yana nafasi kubwa kabisa ya kuweza kunifikisha mimi na wewe katika radhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Je, tunalitambua hilo? Tushirikiane kwa umoja wetu na mapokezi haya yaliyohifadhiwa kwa Tirmidhi, na amesumulia Imam Tirmidhi ya kuwa ni mapokezi yaliyo mazuri na ni mapokezi ambayo kwamba yaliyo sahih, kutokana na hadithi ya Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu. Qala alayhi salatu wassalam: man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'an, au kama qala alayhi afdalu as-salati wa azka at-taslim. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote mwenye kumfuturisha aliyefunga, Allahu akbar, kwa chochote kile, kiwe ni kidogo kiwe ni kikubwa, mwenye kumfuturisha aliyefunga anapata malipo kama namna anavyopata yule aliyemfuturisha, tena bila ya kupungua chochote katika mizani ya hasanati ya yule ambaye kwamba alimfuturisha. Bimaana yule unamfuturisha akipata katika funga yake malipo 100,000, na wewe utapatiwa 100,000 kwa kuwa umefanya jambo zuri la kumfuturisha. Tupo wapi mimi na wewe katika kuzipatiliza fadhila kama hizi?